Imegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nataka kuelezea kifungu kimoja, hapana ni vifungu viwili. Na ni Warumi 14:12 na Yohana 3:18. Sasa Warumi 12:14 inasema kwamba kila mtu, haijalishi kama yeye ni muumini au la, kila mtu atasimama mbele za Mungu na atoe habari zake mwenyewe siku ya hukumu. Na nasema hivyo hasa kwa watu ambao pengine wanatutazama kwenye runinga, au pengine baadhi yenu mlio hapa ambao bado hamjafanya uamuzi wa kumtumikia Mungu. Siku moja lazima mtasimama mbele zake, haijalishi kama mnaamini kwamba yupo au la. Naweza kuambia yupo. Na kama ningekuwa nyinyi ningefikiria hivi: ikiwa si kweli, ikiwa nafikiri Mungu yupo na niishi maisha yangu nikifanya kazi nayofanya sasa, kisha nifike mwisho wa maisha yangu na nigundue ala, kumbe Mungu hayupo, basi sitakuwa nimepoteza kitu chochote, nitakuwa bado nimefurahia maisha yangu. Lakini ukiamini kwamba Mungu hayupo na ukose kumtumikia, kisha ufike mwisho wa maisha yako na iwe ni ala, kumbe Mungu yupo, utajuta zaidi kunishinda mimi ambaye niliamini kwamba yupo. Amen. Basi hii ni namna rahisi sana ya kuzungumzia jambo hili, na ni kwamba kama ningekuwa wewe, siwezi kujiweka katika hatari ya kulia na kusaga meno. Na najua hakuna mtu anayetaka kuzungumza juu ya jehanamu tena. Basi je, niwaambie kitu? Mungu alizungumza kuhusu jehanamu. Samahani, Yesu alizungumza zaidi kuhusu jehanamu kuliko mbinguni. Ndiyo, hamkujua hivyo, sio? Ndiyo, alizungumza sana kuhusu jehanamu. Na unajua, tunawaambia watu kila wakati kwamba ni wema wa Mungu ndio unaoongoza watu kufanya toba, na huo ni ukweli kabisa. Lakini wacha niwaambie kitu. Hatuwezi tu kufundisha watu kuhusu wema wa Mungu bila kuwaelezea kile kinachowangoja upande ule mwingine ikiwa hawatafanya maamuzi mazuri wakati huu. Na unaona, mngepiga makofi mazito zaidi kama ningesema kwamba Mungu anapenda kila mtu na ni mwenye huruma na mwenye kusamehe na ni mkarimu. Unaona, tayari mna yeye ana sifa hizo zote. Lakini Biblia inasema ikiwa wenye haki wamekombolewa kwa neema tu, basi ni nini kitawatendekea wenye dhambi? Basi unajua, si kawaida yangu kuchukua ujumbe mzima na niugeuze uwe ujumbe wa kiinjilisti, lakini nilihisi sana usiku wa leo kwamba pamoja na kuwasaidia kujua Mungu ni nani, nataka pia kuwaambia watu kote duniani kwamba hatujui tuna muda gani hapa duniani. Na tafadhalini, fungueni mioyo yenu kwa Mungu na mjifunze jinsi ya kujua yeye ni nani hasa, kwa sababu kamwe hamtajuta mkifanya hivyo. Sijui naweza kufanya nini bila Mungu. Sasa habari njema iko katika Yohana 3:18 kwamba sisi tuliookoka, tuliompokea Kristo kama mwokozi wetu, Biblia inasema yeye amwaminie. Wangapi kati yenu wanamwamini? Vizuri sana. Amwaminie yeye, anayemshikilia kwa dhati, amtumainie na kumtegemea. Unaona, hivyo ndivyo anavyofanya muumini halisi. Wanamshikilia kwa dhati, wanamtumainia na kumtegemea. Hahukumiwi. Amwaminie yeye, kamwe hata hukumiwa. Siku hiyo ya hukumu itakuwa tofauti sana kwetu. Hatutahukumiwa kuhusiana na ukombozi kwa sababu tayari tumeamini, na sasa ukombozi wetu uko salama kupitia neema ya Mungu. Wakati utafika ambapo kila mwanadamu atahukumiwa kwa msingi wa matendo yake na apewe thawabu anayostahili. Huo ni wakati tofauti. Na mimi binafsi nitakapofika hapo, sitaki kupatikana bado niko katika shule ya kuchekechea. Nataka kuwa kama profesa wa chuo kikuu au kitu kama hicho. Nataka kuwa, unajua, niwe juu kabisa, huko juu. Mambo haya ni ya faraja sana. Kwake hakuna kukataliwa. Huwezi kukataliwa ikiwa wewe ni muumini. Hahukumiwi. Asiyeamini, asiyemshikilia kwa dhati, asiyemtegemea na asiyemtumainia amekwisha kuhukumiwa tayari.
amepatikana ana hatia na ameandikiwa kifungo kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ana hatia na ameandikiwa kifungo kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Utaweka tumaini lako kwa kitu gani siku hizi? Benki? Fedha zako za kustaafu? 403B au 401k? Marafiki zako? Wewe mwenyewe? Hata wewe mwenyewe huwezi kujitumainia. Amen. Si kwamba najaribu kuwatukana. Siwezi kujitumainia kwa sababu wakati mwingine huwa nafanya mambo ambayo hunishtua hata mimi mwenyewe. Je, umewahi kusema siamini nimefanya hivyo? Siwezi kuamini nimesema hivyo. Siwezi kuamini nimefanya kitendo hicho. Siwezi kuamini nimefanya hivyo. Basi nimejifunza kwamba hata siwezi kujitumainia mimi mwenyewe kikamilifu. Ni sharti tuweke tumaini letu kwa jina la Mungu. Usiweke tumaini lako kwa akaunti yako ya benki. Weka tumaini lako kwa Mungu. Sasa, mimi niko ambaye niko. Hana mwanzo wala mwisho. Mungu hakuzaliwa na hawezi kufa. Hana wazazi. Yeye ndiye. Yeye muweza yote ambaye hategemei kitu chochote wala mtu yeyote. Ana yote anayohitaji. Yesu alipotembea juu ya maji katika bahari akielekea mahali wanafunzi waliogopa. Walikuwa ndani ya mashua katikati ya bahari na alikuja akitembea juu ya maji. Walifikiri ni pepo. Na jibu lake kwao lilikuwa, mbona mnaogopa? Ni mimi. Napenda hiyo. Kila unapokabiliwa na hofu, tulia kidogo na useme, yuko hapa. Yuko hapa. Unapoamka asubuhi, kabla hujaweka miguu yako sakafuni, chukua muda kidogo na useme, yuko hapa. Yuko pamoja nami wakati huu. Na yeye ndiye kila kitu ninachohitaji siku nzima. Yuko hapa. Leo sitawahubiria ujumbe kuhusu kile unachopaswa kufanya na kile usichopaswa kufanya. Na ujumbe huo ni mzuri, lakini ni wa wakati mwingine. Lakini usiku wa leo nataka kuwasaidia kujua yeye ni nani na kwamba yuko upande wako wala hakupingi. Kwamba anakupenda na ana mpango mzuri kwa maisha yako na hakuna kitu kibaya maishani mwako ambacho hatafurahia kukirekebisha. Biblia inasema kwamba katika yeye vitu vyote viliumbwa na hushikana katika yeye. Ni nini kinashikilia dunia hii pamoja ambayo imeharibika pakubwa? Nafikiri dunia hii ingelipuka kwa ajili ya matatizo yaliyomo ndani yake, lakini Mungu anashikilia kila kitu pamoja. Nani huweka jua juu angani? Ni nini hulizuia lisianguke na kutuchoma? Ni nini hutuzuia kupigwa na jua kali kupita kiasi siku moja na kufanya ngozi zetu zigeuke hudhurungi kwa ajili ya jua kali tusiloweza kulistahimili? Hebu tafakari hilo. Kitu hiki kinaishi na kushikana pamoja kwa njia gani? Kwa maoni yangu, ni lazima kuwe na kitu kingine zaidi ya seli moja ambayo ilitambaa na ikafika ukingoni mwa bahari na kisha ghafla, unajua, seli hiyo hatimaye ikageuka na ikawa tumbili, kisha sokwe akawa sisi hapa. Na unajua kitu ambacho sielewi ni kwamba ikiwa tulitokana na sokwe, mbona sokwe bado wapo? Nini kiliwatendekea? Kwani kuna sokwe ambao hawakugeuka kwa wanadamu na kama waliachwa nje basi akiko amekasirika? Kwa maoni yangu, mtu atahitaji imani nyingi zaidi kuwa mkana Mungu kuliko kuwa Mkristo. Ningehitaji imani nyingi zaidi kuwa mkana Mungu. Nakwambia, ukiweza tu kumkaribia Mungu na useme, asante kwa upako wa Roho Mtakatifu, asante kwa kuishi ndani yangu, asante kwa kunipenda, kwa kunisamehe, kwa kuwa rafiki yangu. Kisha utoke nje ya nyumba yako na uweze kuamini kwamba naweza kufanya mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Mungu hutuwezesha kuwa na amani ipitayo akili zote, na hata tunaposhindwa kujisaidia katika matatizo yetu wenyewe, bado anatupatia upako wa kujisahau wenyewe ili tumsaidie mtu mwingine. Kisha Mungu analeta mavuno maishani mwetu kwa kutusaidia na matatizo yetu. Ndiyo maana ni upumbavu mkubwa kutumia muda wako wote ukijaribu kujirekebisha mwenyewe. Napenda Waibrania 1:3. Yeye ndiye anayedumisha na anayeshikilia na kuendesha ulimwengu. Ajabu.
Basi unajua, si tu ni mvutano ulioko ulimwengu ndio ufanya hivyo. Basi nguvu ya mvutano huu ulitoka wapi? Mwanaanga mmoja wa Kirusi alienda angani, akatazama kutoka kwa dirisha lake na akathibitisha mtazamo wake kama mkana Mungu kwa kusema, Mungu hayupo kwa sababu hatuwezi kumwona. Na mtu huyu anaamini upepo wa mvutano ulimwenguni ambao pia huwezi kuonekana. Huwa sioni nguvu za umeme, lakini hakika mimi huzitumia. Sielewi mambo yote kuhusu jinsi watu hupumua, lakini napumua sasa hivi. Amen. Na eti kwa sababu humuoni Mungu, ukiweza tu kufumbua macho yako na uwe na imani kama ya mtoto, unaweza kuanza kumuona kila mahali unakoenda. Huwa namuona Mungu kila msimu wa kuchipua, wakati vitu vyote vilikuwa vimekufa kabisa, iwe ni kijani kisichokuwa na uhai kabisa. Ghafla ndani ya wiki moja au mbili, kila kitu kinachipuka, maua yanachomoza na majani yanakuwa na rangi ya kijani kibichi. Hayo ni mambo tu ya kiasilia. Ndiyo, basi yalisababishwa na nini? Huwezi kuuliza maswali haya bila hatimaye kurudi kwa Mungu. Hapo mwanzo, Mungu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na unajua nini? Yeye ni kila kitu katikati ya mwanzo na mwisho na ni Mungu wetu. Napenda kile Biblia inasema, Mungu huyu ni Mungu wetu, ni Mungu wako. Si Mungu tu, ni Mungu wetu. Ni vipi unaweza kukosa kutaka kumjua Mungu huyu nayemzungumzia? Ni vipi mtu yeyote anaweza kukosa kusisimuka kuhusu kumjua? Sijui, itawabidi mniombe ili niweze kusalia katika dunia hii wikendi hii. Nimesisimuka sana. Mungu ni wa ajabu, hawezi kueleweka. Huwezi kumwona, lakini unaweza kuona matokeo ya kazi yake kila mahali. Yeye ndiye Mungu aliyegawanya bahari ya Shamu. Yeye ndiye Mungu aliyeleta mana jangwani siku baada ya siku baada ya siku. Mkate ulinyesha kutoka angani. Yeye ndiye Mungu aliyewalisha watu 5,000 kwa kutumia chakula cha mvulana mdogo. Namuona Mungu kila wakati. Gharama za Joyce Meyer Ministries zinalipwa kila wakati, na gharama hizo ziko juu kiasi kwamba hata siwezi kuzihesabu. Sijui jinsi ninavyofanya kazi ninayofanya. Kwa hivyo sina budi kusema lazima iwe ni Mungu. Haiwezi kuwa kitu kingine. Oral Roberts ambaye ameshaaga dunia alihubiri ujumbe moja na kanika kitabu fulani miaka mingi iliyopita kinachoitwa Usikate Tamaa. Katika kitabu hicho alizungumza kuhusu mtu huyu wa 4 ndani ya tanuru ni nani. Na ikiwa unafahamu kitabu cha Danieli, unajua kwamba Danieli alitupwa ndani ya tanuru yenye moto kwa sababu Shadraki, Meshach na Abednego walitupwa ndani ya tanuru yenye moto kwa sababu walikataa kumsujudu mfalme muovu. Mungu anatuambia tumsujudi yeye na yeye peke yake na tusisujudu mtu mwingine yeyote. Na mfalme akasema, mkikataa kusujudu mbele yangu badala ya Mungu huyu mnayemtumikia, basi nitawatupa ndani ya tanuru hii yenye moto. Basi walikataa kumsujudu na hakika aliwatupa ndani ya tanuru yenye moto. Na Biblia inasema kwamba hata aliongeza makali ya moto mara 7 zaidi kuliko hapo awali, ambalo ni jambo linalonisisimua kwa sababu walifanya uamuzi sahihi ambao ni kukataa kulegeza msimamo wao. Na wakati mwingine ukifanya kile kilicho sahihi, huwa unahisi kana kwamba tanuru imekuwa moto zaidi. Kisha unasema, sielewi kwa nini mambo yako hivi. Nilifanya kile kilicho sahihi na sasa hebu ona. Najua kwamba miaka mingi iliyopita nilipohisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiita katika huduma na nilikuwa nafanya kazi na Dave pia alikuwa anafanya kazi na hatukuwa na matatizo ya kifedha. Tulikuwa tumejifunza kutoa fungu la 10. Dave alikuwa amefundishwa kufanya hivyo akiwa mdogo. Basi tulikuwa tunatoa fungu la 10 na unajua hatukuwa na matatizo ya kifedha. Kisha Mungu akaanza kuninenea kuhusu kuacha kazi yangu. Kwa sababu sikuwa na muda wa kutosha, sikujua chochote. Mungu alikuwa ananiita nifundishe, lakini sikujua chochote na nilikuwa na watoto 3. Kwa hivyo ilinibidi nijisomee mwenyewe. Nilihisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiambia nipange maisha yangu kwa njia itakayoniwezesha kusoma ili nijifunze kitu. Nilikuwa nimejifunza neno la Mungu ya kutosha kiasi cha kuona kwamba neno lilikuwa na suluhu kwa kila tatizo tulilo nalo. Na nilihitaji muda wa kuzichambua suluhu hizo. Basi nilihisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiambia niache kazi yangu. Basi sikutii kikamilifu, bali nilifanya kujitolea tu. Niliacha kazi yangu na nikatafuta nyingine ya saa chache. Na sasa naangalia nyuma na nafikiri ni kitu cha kuchekesha sana kwa sababu nilimtii Mungu kwa kiasi kidogo tu. Utiifu wa kiasi kidogo. Na unajua nini? Mungu kamwe hatatosheka na hiyo. Nilikuwa mfanyakazi mzuri. Nilifanya kazi kwa bidii. Ilikuwa kawaida yangu kupandishwa cheo.
Kila mtu alinipenda. Nilipata kazi hiyo ya saa chache na baadaye nikafutwa kazi. Nikana kwamba nilikuwa nafuatwa na mazingaombwe. Kila kitu nilichofanya huko hakikufaulu. Niliharibu mashine ya kufanya uhasibu. Ilikuwa ni kama kuwa na ndoto mbaya. Haikuchukua muda mrefu na nikaanza kuelewa kwamba kwa kweli Mungu hataki nifanye kazi. Lakini sikujua kabisa jinsi tutakavyolipia gharama zetu za maisha. Sikuweza kung'amua jinsi tutakavyoweza kufanya hivyo. Basi nilifikiri hakika baada ya kujitolea hivi, jamani sasa, hakika nitakapojitolea hivi, Mungu atafanya muujiza katika hali yetu ya kifedha na tutakuwa na pesa nyingi kushinda hapo awali. Mungu atanipa thawabu kwa ajili ya utiifu wangu. Mko pamoja nami usiku wa leo? Na kwa miaka 6 tuliishi kila mwezi kwa muujiza. Nilikuwa naogopa sana. Mara nyingi magoti yangu yalitetemeka nilipoenda kuangalia sanduku la barua. Kamwe hatukuchelewa kulipia gharama zetu. Mungu alikuwa mwaminifu kila wakati. Lakini nitawaambia, nilikuwa kama wanavyosema, nikitokwa na jasho ya risasi, na sijui mtu anawezaje kutokwa na jasho hivyo, lakini huo ni msemo, kwa hivyo nitautumia. Yaani ni kusema nilikuwa naogopa sana. Nilichukua nguo za watoto na vitu vingine tulivyoweza kuviuza katika seli ya ndani za gereji na nikawa malkia wa kuomba discounti. Nilikuwa natafuta mbinu za kupata discounti kila wakati. Na kusema ukweli, nilichoshwa sana na kuwa katika hali ya kupungukiwa na kila kitu. Na nilisema, kwa nini Mungu? Kwa nini? Sielewi. Nilifanya kile ulichotaka nifanye. Na sasa tuko katika hali mbaya zaidi kuliko hapo awali. Yeyote anaelewa hali hiyo? Makali ya moto ya tanuru iliongezwa mara 7. Lakini nilifanya uamuzi kwamba sitarudi nyuma, kwamba nitasalia imara na nione kile ambacho Mungu atafanya. Na nakumbuka nilifanya uamuzi, ikiwa hali yetu haitabadilika, bado tutaendelea kutoa fungu la 10 na tutatoa kwa ajili yako na tufanye kile unachotuambia tufanye. Kisha bila shaka hatimaye mahitaji yetu yalishughulikiwa. Basi tanuru iliongezwa makali mara 7 kushinda hapo awali. Na mfalme alipoangalia huko ndani, alisema, ngoja kidogo. Tuliweka watu 3 ndani ya tanuru na wote walikuwa wamefungwa, na sasa naona watu 4 hapo ndani na wote wako huru. Napenda sehemu hiyo. Waliwekwa huru kutoka utumwani wakiwa ndani ya tanuru. Jamani, mnanisikia usiku wa leo? Waliwekwa huru kutoka utumwani wakiwa ndani ya tanuru. Lakini yule mtu wa 4 ni nani? Basi alikuwa ni Yesu. Basi kile Oral Roberts alifanya yamkini ni mojawapo ya mambo makuu zaidi aliyofanya. Sitasoma kila kitu kwa sababu ina urefu wa kurasa 3. Nina uhakika nitafanya msinzie. Alisoma kila kitabu cha Biblia na alipata Yesu katika kila kitabu cha Biblia. Na hilo ni jambo la ajabu sana. Tuna ushuhuda, na yamkini ningesema utafutwe ili tuchezewe katika video usiku wa leo. Ni ushuhuda wa mtu mmoja mwenye asili ya Kiyahudi ambaye alienda katika duka la vitabu na aligonga meza moja yenye vitabu na vikaanguka. Aliokota kitabu kimoja, kilikuwa mojawapo ya vitabu vyangu. Basi alitabasamu kidogo na akakifungua, na ukurasa aliofungua ulisema, ikiwa unasoma kitabu hiki leo, ni kwa sababu Mungu akupendaye ana ujumbe kwako na mpango kwa maisha yako. Basi alikinunua na akaenda nacho nyumbani kisiri, kwa sababu hakutaka mke wake wa Kiyahudi ajue kwamba alikuwa anakisoma. Na akaanza kusoma kitabu hicho. Basi aliguswa sana na aligundua nilikuwa na nukuu Biblia Amplified kila wakati, na akaenda na akanunua Biblia Amplified. Na akaenda nyumbani na Biblia hiyo na akaanza kuisoma kisiri. Na siku moja akamshika mke wake akisoma Biblia hiyo kisiri. Na ili tufupishe hadithi hii ndefu, katika ushuhuda wake anasema, nilimpata Yesu katika kila kitabu hapa. Masihi ambaye tumekuwa tukimngoja yuko hapa. Yuko kila mahali katika kitabu hiki. Na unajua nini? Mungu ambaye kila mtu anamtafuta leo na wanaamua kwamba hawawezi kumwamini kwa sababu hawamuoni akifanya kile wanachotaka afanye, wanahitaji kuanza kutafuta kile ambacho Mungu anafanya na waache kunungunika kwa ajili ya kile ambacho hafanyi. Unajua, nilipoamka leo asubuhi nilikuwa naumwa na kichwa, na wakati mwingine unaweza kupata jaribu la kulalamika kwa ajili ya tatizo ulilo nalo. Lakini nilifikiri, hebu ngoja kidogo, naweza kutembea.
Tunahitaji kushukuru kwa kile tulicho nacho na tuache kunungunika kila wakati kwa ajili ya kile ambacho hatuna, kwa sababu kile tulicho nacho ni kikuu zaidi ya kile ambacho hatuna. Na kama hatuna kitu chochote, tunaye Yesu. Basi, lakini yule mtu wa nne ni nani? Katika kitabu cha Mwanzo yeye ni mbegu ya mwanamke, katika Kutoka yeye ni mwanakondoo wa Pasaka, katika Mambo ya Walawi yeye ni kuhani wetu mkuu. Katika Hesabu yeye ni nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Ni nani huyo aliyekuwa anawafuata jangwani? Eti ilikuwa tu ni wingu na nguzo ya moto? Hapana, ni Mungu ndiye aliyekuwa anawafuata. Ni nani hukufuata kile unakoenda? Ni nani hukuokoa kutokana na mambo mengi yanayoweza kukudhuru lakini hayakudhuru? Mungu yuko pamoja nawe. Amekuahidi kwamba kamwe hata kuacha wala kukutelekeza. Atakushughulikia. Hata mambo mabaya ambayo hupenya na kukudhuru bado anaweza kuyatumia kwa wema wako, almradi uendelee kumtumainia. Jamani, sasa katika Zaburi yeye ni mchungaji wetu, katika Mithali na Mhubiri yeye ni hekima yetu, katika wimbo ulio bora yeye ni mpenzi na bwana harusi wetu, katika Isaya yeye ni mfalme wa amani, katika Yeremia yeye ni uadilifu wetu. Basi nawaambia, ukifikia Agano Jipya mambo yanakuwa mazuri zaidi. Katika Mathayo yeye ni Masihi, katika Marko yeye ni mfanya miujiza, katika Luka yeye ni mwana wa Adamu, katika Yohana yeye ni mwana wa Mungu, katika Matendo yeye ni Roho Mtakatifu, katika Warumi yeye ni mwenye kutuhesabia haki, katika Wakorintho wa kwanza na wa pili yeye ni vipawa vya Roho, katika Wagalatia yeye ni mkombozi wetu kutokana na laana ya sheria, katika Waefeso yeye ni Kristo aliye na utajiri usio na kifani, katika Wafilipi yeye ni Mungu anayetosheleza mahitaji yetu yote, katika Wakolosai yeye ni ukamilifu wa Mungu katika mfano wa mwili, katika Wakorintho wa kwanza na wa pili yeye ni mfalme wetu anayekuja karibuni, katika Timotheo wa kwanza na wa pili yeye ni mpatanishi wetu kati ya Mungu na mwanadamu, katika Tito yeye ni mchungaji wetu mwaminifu, katika Filemoni yeye ni rafiki aliye karibu kushinda ndugu. Machache yamebakia, niendelee. Katika Waebrania Jamani, Mungu ni nani? Mungu huyu tunayemtumikia ni nani? Katika Waebrania yeye ndiye damu ya agano linalodumu milele. Katika Yakobo yeye ni daktari wetu mkuu, kwani maombi ya imani yatamponya mgonjwa. Katika Petro wa kwanza na wa pili yeye ni mchungaji wetu mkuu ambaye atajitokeza akiwa na taji ya utukufu usiopungua. Katika Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu yeye ni upendo. Katika Yuda yeye ni Bwana anayekuja na mitume wake 10,000, na katika Ufunuo yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Jamani, Mungu apewe sifa. Mungu ni nani? Yeye ni kila kitu wakati wowote unapomhitaji.